sababu hakuna mwingine aliyefananishwa na wewe, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Utabaki kuwa mwema, utabaki kuwa mwaminifu, utabaki kuwa mkuu kwa kila jambo. Uinuliwe jioni hili na kupenda, kwa sababu kama sio wewe, kutembea kwangu, kusimama kwangu hasingeliweza, lakini kwa ajili ya neema yako na kutukuza kwa uaminifu. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako, hata tunapoenda kulipokea, naomba neema yako ikaweze kuwa pamoja nasi, ikaweze kutufundisha na kutusaidia, kwa sababu wewe unabaki tu kuwa mwaminifu. Utukuzwe Baba yangu na uinuliwe kwa kila jambo, katika jina la Yesu Kristo ninakuheshimu Bwana, amen. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu ametujalia jana tukasoma neno la Mungu na tukaona vile Mungu anasaidia watu wake. Naamini leo pia kuna neno tunasoma, ikiwa ni siku ya pili ambaye Bwana atatujalia neema na kibali kwa ajili ya hili neno. Leo tunasoma, wale ambao wamekuja leo, tunazungumzia ulinzi wa Mwenyezi Mungu, ulinzi wa mwisho wa mwaka wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunatamani Bwana tulinde, Bwana tuhifadhi, Bwana aweze kutusaidia. Unajua wakati mwingine wanasema ya kwamba unaweza beba mtungi wa maji ukatoka nao mbali, lakini ukifika kwa mlango unaweza teguka na mtungi unaanguka. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Naomba tusome Isaya 54. Isaiah chapter number 54 verse number 17. Ni kitabu ambacho tumeweza kukisoma, na wale ambao wamekisoma ni vizuri leo uelewe. This book talks about protection. Naongea kuhusu ulinzi. Isaiah 54 verse number 17. But no weapon will be able to hurt you. You will have an answer for all who accuse you. Bwana Yesu asifiwe. I will defend my servants and give them victory. The Lord has spoken. Nadhani unaelewa brazo mkikaa hapo, sio hapo. Brazo napendanga unakuwa very quick and very smart, kwa sensitive ukiniangalia. Kiswahili kinasema ya kwamba silaha zote zilizoundwa kukudhuru wewe hazitafaa chochote kile. Mtu akikushtaki mahakamani utamshinda. Hilo ndilo fungu nililowapangia watumishi wangu. Hizo ndizo haki nilizowadhibitishia mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Jina la Bwana litukuzwe. Ukiona jambo Mungu anafika mahali anasema mimi Mwenyezi Mungu nimesema, it means there is something that is happening. Jina la Bwana litukuzwe. Inamaanisha kuna kitu. Na ni wakati Mungu anamaliza anajitambulisha. Manake kuna wengi wanapenda kushuku, na akajua wakati ananena lazima ajitambulishe. Nimeona wakati mwingi waweza hubiri jambo likamfikia mtu likamuumiza,
akaona ni kana kwamba umelitoa kwa akili zako, akaona ni kana kwamba labda unaweza kuwa unamwataka. Na ndio sababu Mungu anasema ni mimi Mungu nimesema. Jina la Bwana litukuzwe. Unajua kuna mtu hata ukimtuma nenda mwambie fulani kitu fulani, anakuuliza ni nani amesema. Kuna question, kuna maswali yanatokea, na Mungu alijua kuna maswali yatafanya nini, yatatokea. Jina la Bwana litukuzwe. Na ndio sababu kuna jambo ambalo tunapoliangalia hapa, kile Mungu anaanza akizungumza, na hili jambo kila wakati wanadamu huwa tunasahau. Jana tukaona we have dangers that we see with our naked eyes, and we have dangers that we cannot see, unseen danger. Bwana Yesu asifiwe. We have seen danger and unseen danger. Na wengi tuna concentrate on seen danger, ile ambayo unaiangalia unaona hii ni hatari, lakini unasahau kuna hatari nyingine ambayo huwezi ona kwa macho yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaa hivi, but somebody behind you is talking evil and you are not aware. That person is very dangerous. Somebody can laugh at you, but behind you anasikia kama ni kisu anaweza pata ama akumalize. That is unseen. You are sitting with a danger and you are not aware it is danger. Jina la Bwana litukuzwe. So jana tukaona there is seen and unseen, and we were praying God to protect us from unseen danger and seen danger. Na wapendwa, usipende kila wakati unaona hatari ndio unaomba. Omba kwa sababu kuna hali ya hatari ambayo hujui. Na ndio ukiangalia mstari wa 17, the Lord is saying, but no weapon will be able to hurt you. Kwa mambo mengine, kuna silaha zinaundwa kukuumiza. Jina la Bwana litukuzwe. Sio labda kuumiza tu mwili, kuna silaha zingine huundwa kukuumiza hata mawazo. Kuna silaha zinatengenezwa kuumiza fikra zako. Kuna silaha zaweza undwa kuumiza roho yako. We have so many types of weapons. Na ndio ukiangalia sana, ukiangalia mstari wa 16 pale juu, ndio Bwana anasema, tazama mimi ndiye niliyeumba muhunzi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu Mungu anaongea, anasema mimi niliumba muhunzi. Huyo mtu anatengeneza nini? Hizo silaha. Afukutae moto wa makaa na kufua silaha. Ni mimi pia niliyemuumba mwangamizi anayeangamiza. Hata yule anapanga kukuumiza, Mungu anasema ni yeye amefanya nini? Amemuumba. Nikiangalia andiko kama ile linanitisha, ya kwamba yeye aliumba muhunzi. Yule wa kutengeneza hizo silaha vizuri, ni alifanya nini? Alimuumba. Na yule ambaye anapanga kukudhuru tena, ni yeye alimuumba. Na wewe ambaye yule anakuja kukudhuru, ni wewe pia alikuumba. Hapa aliona shetani angeumba mtu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Shetani angeumba nani? Mungu anasema huyo, I create the blacksmith who built a fire and forges weapons. Yule ambaye anatengeneza silaha ambaye kuna mtu ataenda kuichukua
akuje kukuumiza nayo. Kwa hivyo hata mtu akienda kubai kitu, silaha, ama mtu anatengeneza kitu cha kukumaliza, kumbe Mungu anaona. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu anaona mpaka kula ameenda kuchukua. Na anasema yule anatengeneza, ai ni mimi tu. Vile anapepeta moto na makaa, akichomelea ndio silaha itokee vizuri. Mimi Mungu ndo nilimtengeneza huyo mtu. Akampa akili ya kutengeneza silaha. Jina la Bwana litukuzwe. Na ndio sababu hachoki kusema ni mimi pia niliyemuumba mwangamizi anayeangamiza. Kumbe hata huyo mtu anakuwinda. He is not there accidentally. Bwana Yesu asifiwe. When somebody is planning to hurt you, it is not accidentally. Mungu amemwachilia na ako na wewe, anakufuatilia. That's why wakati mwingine unasikia mtu anasema mimi Pastor Bishop, ungeomba tu huyo mtu akufe. Kuna watu ambao hata ukipigana Mungu amemsustain. Anajua siri ya kumweka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hali nyingine hawezi jua. Neno nasema ni mimi niliumba yote, hata yule anakuja kukuangamiza ni Mungu anamwamsha asubuhi akimpa uzima. Yule anakutakia mabaya ni Mungu anamwamsha akikupa nini? Uzima. Anampa uzima, anakupa, na anajua huyo anawinda maisha yako. Mungu angekuwa Kenya hii na Nairobi, nadhani hata wewe ungeamka saa 9 za usiku kupanga laini. Sio kama akili na kusumbua sana. Kwa nini anasema mimi Mungu? Huyu mtu anatengeneza silaha ya kukumaliza ni mimi. Na tena yule anapanga kuchukua silaha akuja kumalize ni mimi. That's why inasema you cannot understand the mind of God. Hawezi elewa mbona alimuunda, mbona ameachilia huyo akununua silaha akuje aichukue. Jina la Bwana litukuzwe. Na ndio anasema I also created the soldier who uses the weapon to kill. Sio to save life. Kufanya nini? To kill. To kill. Kwa hivyo alianza akajua kila kitu kinaendelea. Na ndio akafika akasema no weapon. Ndio ameruhusu huyo mtu, ndio ameruhusu kununua, na anajua wewe uko. Na Mungu anasema hata kubali, hata wakinunua, hata wakuje wanataka kukumaliza, hawatakumaliza. Yaani ameruhusu kila kitu kiwe kwa wakati wake. Kumbe we have a season for your enemy to prepare for a weapon. And we have a season for our enemy to be ready with a weapon. Kwa hivyo kuna season ya kupanga na kununua. After kununua kuna ile ya kukutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya nini? Na Mungu ameweka hizo nyakati ziko. Na anasema hata huyo aliyetengeneza na yule anayeua, hata akienda kununua hiyo silaha, Mungu anasema wewe hata kumaliza nayo. Kumbe hawezi kubali. Anything that happens under the sun, God will never allow it. Jina la Bwana litukuzwe. Which means Mungu anaona kila kitu. Mwanadamu utashindwa kuona. Mwanadamu utashindwa kuelewa. Lakini Mungu anajua vile kinapangwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu Mungu anajaribu kueleza, ama kile ninaelewa, God's protection is not seasonal. Ulinzi wa Mungu sio wa muda fulani. Vile saizi tuko kwa msimu wa Krismasi, ulinzi wa Mungu sio tu msimu huu. Ulinzi wa Mungu na pia sio temporary. Temporary ni nini? Yaani ile kitu iko inaweza kuwa na itolewe. Anajitambulisha hivyo. Ulinzi wa Mungu ni ulinzi wa nyakati zote. Bwana Yesu asifiwe. Ni ulinzi wa nyakati zote.
The Bible does not say weapons will not be formed. Haijakataa ya kwamba silaha hazitatengenezwa, imesema zinatengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna silaha zingine saizi zinatengenezwa kwa wachawi, si kweli? Kuna silaha zinatengenezwa kwa waganga saa hii. Kuna silaha za laana zinapangwa. Wameuliza nakuja lini? Zinapangwa silaha za maneno, zinatayarishwa. Kuna silaha za anga zinaachiliwa. Kwa hiyo silaha, usifikirie ni upanga peke yake. Hakuna kitu kibaya kinaweza kukuua kama silaha inatengenezwa na ulimi. It will kill you. Jina la Bwana litukuzwe. It says they will not prevail. Haitafaulu. Anaacha itengenezwe, anaacha ichukuliwe, anaacha ishughulikiwe, anaacha ikufikie, lakini it will not prevail. Jina la Bwana litukuzwe. Na hili silaha itengenezwe, na Mungu anasema haitafaulu. Kwa nini anasema haitafaulu? Kwa sababu anakutazama. Jina la Bwana litukuzwe. Anaelewa kinachoendelea, anakutazama. Anaona yule anatengeneza, anaona yule anapanga, anaona venye anachukua, anaona vile anakufuata. Mungu anasema anakuangalia tu, na anaangalia yule anayekufuata. That's why I don't care. Unajua, unaweza kuwa na mtu kumbe anakufanya mabaya, anafikiria wewe ndio hutajua, but God is seeing. Mungu anaona hata mabaya unapangiwa, Mungu anaona. Na amemwachilia huyo mtu. You never know the timing of God. Hawezi jua amepima nyakati gani. Na ili huyo mtu, na ndio Kiswahili kinasema vizuri, huyo mtu ambaye anataka kukudhuru wewe, hizo silaha hazitafaa kitu chochote. Hazitafaa kitu, which means even although atafanya bidii yake, ziko useless. Mungu akikulinda hazitakudhuru. Jina la Bwana litukuzwe. Na usikize pale chini anasema mtu akikushtaki. Nani anapenda kushtaki wengine? Mtu. Ni mawe. Kwa hiyo mambo tunatarishwa ni nani? Ni mtu ambaye anachunguza na kuna mambo yanatoka nayo, anakushtaki tu. Kwa hiyo kwa mambo mengine, adui yako ni mtu mwenzako. Adui yako ni mtu mnakaa na yeye. Nilikuwa naangalia kwa wengine, nasema utamlisha tumbo siku moja, hata wahi kukusahau. Lakini mtu umemsaidia miaka yote, dakika moja hivi atakupepeta. Atakupepeta. Yule umekufa na yeye atakupepeta. Yule umemtoa nyumbani kama ana kazi, ukahakikisha amepata kazi, huyo tu utajua ujui. Na ukiangalia maadui zetu wengi ni wakati ni wale uliwahi saidia. Adui yako ni yule uliwahi msaidia. Mtu ambaye hujawahi msaidia haezi inuka kukupiga. Yule atakaye kunyorosha ni yule ulisaidia, ule ulisikilia mkono, yule ulimwambia kazi iko mahali pale, nenda ufanye. Huyo ndio atarudi. Ndio maandiko anasema adui yako na nyumbani mwako. Muislamu akasema, Mswahili akasema nini? Akasema kikulacho akitoki. My friend, haiwezi toka kwa nguo ya Nelson ikuje niume. Kile kinakukula ni kile uko nacho. Na hata Yesu nini ilimkula? Ni walevi. Ni wezi msalabani. Tena ule walikula na yeye mpaka akasema tunachovya na yeye nini? Moja naweka na yeye anaweka. So God is very much clear. Anaweza ona yule anakuwinda polepole, anaweza yule anakutakia mabaya anaona, anaweza yule anapanga mabaya anaona, lakini anangoja wakati ufike.
kile Mungu hufanya, yeye anakupa tu ulinzi. Jina la Bwana litukuzwe. Anakupa nini? Ulinzi peke yake. That's why I say your enemy may organize something dangerous in your life, but because you are not aware, your God is protecting you. Amen. Mungu wako atakulinda tu. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Ndio nasema huyu mtu kazi yake ni kukushtaki. Oh, amepata kazi. Oh, amenunua gari. Oh, tumemwona anaishi vizuri. Oh, siku hizi amenona. Oh, siku hizi. Yaani wewe una habari, lakini kuna yule ako, yeye kazi yake ni kupeana information zako. Sio kama mshaikana watu kama hao. Kazi yako haimuhusu, lakini anaidiscuss. Nguo ni yako, lakini anadiscuss, nilimwona amenunua nguo na sio yake, hajakupa kitu. Wazi vikira tukikaa hapa, kuna mtu anakushitaki. Kuna mtu ako na bidii ya kukushitaki. Kuna mtu ako na bidii ya kukufuata na kukushitaki. Kuna mtu akukuchunguza na kuhakikisha amekufix. Lazima kufix. Na ndio Mungu anasema nini? Yeye anakuangalia. Na anasema hiyo silaha haitafaulu. Yaani mwisho anasema haitafaulu. Na ndio sababu wanapenda huo wimbo. Wakati ninasikia unaimba, mimi wanafurahia kwa sababu nimepita katika mambo mengi hatari ya maisha. Kama sio tu Mungu, hata mimi singelikuwa. Na hata wewe kama sio Mungu, haungelikuwa mahali umefika. Maraka hujui unapangiwa nini. Maraka hujui agenda zinaundwa nyuma yako ni agenda za kiasi gani. Hawezi jua mitego inawekwa ni mitego ya aina gani. Lakini uzuri tu, huyu anayetega anasahau kuna Mungu anaona. Yule anayetengeneza anasahau kuna Mungu anaona. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini Mungu anasema, yeye anasema wacha wakushtaki, lakini maneno yao haitafaulu. Silaha zao hazitafaulu. Jina la Bwana litukuzwe. Hata itengenezwe, my friend. Mtu adui akala anasema mtu huyu anayekushtaki lazima akupangie na kutengenezea vizuri silaha. Na kama uko hapa na utengenezo wangi silaha, nilikwambia wewe hujafanya kitu. Uko hapa na kuna mtu anakupangia mabaya, hujafanya kitu. Uko hapa na kuna mtu anakuazia maovu, hujafanya kitu. Jina la Bwana litukuzwe. Kama Yesu ni mwana wa Mungu alifanya mazuri na akawazua mabaya, wewe ni nani? Wewe ni gold. Hata gold ikitengenezwa kuna ule anaiwazia mabaya nitakuja kulipa. Si ni ukweli? Anaibeba anaenda nayo. Na ndio sababu tunajifunza, anasema ya kwamba wacha itengenezwe, anajua mwenye anatengeneza. Wacha ichukuliwe, anajua mwenye anachukua. Wa kwanza kukushtaki, anajua kukushtaki. Lakini anasema baada ya yote, hiyo silaha haitafanya kitu. Jina la Bwana litukuzwe. Haitafanya kitu. Na jambo lingine ambalo ninalipenda, ya kwamba anaelewa throughout this year, mwaka huu wote, many weapons were formed against our lives. Silaha nyingi zilitengenezwa kinyume na maisha yetu. Tangu mwaka uanze na mahali umefika, mpendwa, hauwezi jua. Kuna silaha umepangiwa lakini zimeenda zikibounce. Jina la Bwana litukuzwe. Zingine za kukua zina bounce. Si ati wewe unajua kuomba vizuri. Ni kwa sababu Mungu anakulinda. Wengine saizi wangetamani uwe umeozea kaburini, lakini hiyo silaha ili bounce. Jina la Bwana litukuzwe. Labda wengine walitaka uwe wazimu, lakini hiyo silaha ili bounce. Tunapoishi, silaha utengenezwa aina na aina tofauti. Na mwaka huu wewe ujue umeruka ngapi? Wewe unasema tu ni bahati yako. Sio bahati. No, ni Mungu tu anakulinda. Akikuachilia utaisha. Akikuachilia utamalizwa. Jina la Bwana litukuzwe. Niliwaambia
Wakati wapendwa walienda kufunga, wakasema huyu mtu anaitwa Pastor Kibira ametusumbua asipite mwezi wa 8. Ni silaha. Mimi niko Nairobi na watu wanafunga. Mimi hata sina habari ni nini. Mimi niko huduma nafanya kazi yangu, lakini silaha zinatengenezwa za kumaliza. Why? Mungu anakubali tu, hata kama wanaenda mahali wanaenda, anawaacha waende. Wafanye kile wanataka. Unajua wakati Mungu, uzuri wa Mungu anapenda ushughulike mpaka ufike final. Haezi kukupigania ama haezi mkataza adui kama adui hajamaliza mission zake. Lazima atengeneze kila kitu ikuwe intact. Wakati anakuja anajua amemaliza, hapo ndio Mungu anafungia. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo kuna silaha kwa miaka hii. Tangu Januari kuna silaha labda ilitengenezwa ya Januari. Usiwahi pata kazi. Usiwahi songa mahali. Kuna silaha iliwekwa hautamaliza mwaka, lakini Yesu akaondoa. Jehova akakuondolea, akakupa uzima. Akasema hata iwekwe, wewe bado utashinda. Wamekushitaki usiende mahali, Mungu anasema kwamba haitaenda mahali. Hata silaha ya maneno yao haina kitu. Jina la Bwana litukuzwe. Wewe ukiangalia vizuri vile Januari ilianza, wewe ulianzaje? Ulianza ukisema nitatoboa kweli? Ama nyinyi wote mlikuwa nasikia, naona ni kama hii Januari venye imeanza hivi, sioni kama itakuwa sawa. Hiyo ni silaha ya maneno. Bwana Yesu asifiwe. Kuna silaha nyingi. Kuna magonjwa. Kuna watu magonjwa imetesa. Kuna watu magonjwa imehangaisha. Lakini Mungu anakuangalia na anakulinda. Hata ukiumia anakuongeza uhai. Hata ukiumia anazidi kukupigania. Hata ukiumia anazidi kukulinda. Jina la Bwana litukuzwe. Tunaposoma Mungu haondoi, lakini anakupa neema ya kupita ndani. Anaiachilia, lakini neema anafanya nini? Anakupa. Wao unaweza uliza, Mungu mbona nioni haya magonjwa yaende? There is a season. Anangoja ifike final. Anangoja ifike. Unaweza uzunguka, lakini Mungu anajua kuna mahali nitashughulikia huyu mtu. Kuna tu mahali nitafanya nini? Nitamshughulikia. Mimi hata mtu nikiona mtu anasema nimetafuta msaada, ni Mungu anajua mwenye alitengeneza na wakati anangoja imalizike. Na ni wakati ukifika hapa tu inatibuliwa yote. Jina la Bwana litukuzwe. Anaelewa kind of sickness you are going through, anajua. Na nashukuru kwa sababu hiyo ugonjwa haijakuua. Hiyo ugonjwa haijakumaliza. Huyo ugonjwa haijachukua uhai wako. Kwa sababu anasema hata itengeneze haitafanya kitu. Jina la Bwana litukuzwe. Tumeona accidents zikifanyika, ajali zimekuwa kama hii ya huyu former Jirongo. Akikweli hata ukikaa vizuri ukiangalia hiyo clip mpaka unauliza. Unajua nyinyi muonangi, sio mnaonanga. Yaani unakaa tu kweli unaangalia barabara ni safi. Hakuna gari. Na mimi sijamwambia jamaa alisema mimi nilikuwa driver wa hilo basi. Na barabara ilikuwa safi na huyu jamaa alikufa. Mungu atusaidie. Jina la Bwana litukuzwe. Watu wamekufa, si ni kweli? Lakini Mungu wewe amefanya nini? Amekulinda. Kuna vitu unaweza viona lakini ukashtuka. Ukasema niliponea kibahati. Sio kibahati. Mungu alisema siku yako haijafika. Yule aliyeipanga hata faulu. Jina la Bwana litukuzwe. Mambo mengi yameweza kutendeka, lakini kile Mungu amenifurahisha anasema ya kwamba hata ipangwe, it will not go through. Amen. It will not succeed. Amen. Nasi tunaomba Januari hii itakapokuja, wale walipanga utavuka mwaka, utavuka. Na maneno yao haitafaulu. Mipango yao haitafaulu. Ajenda zao hazitafaulu. Mambo yao haitafaulu. Sababu Mungu ako na wewe. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu ako na wewe. Na anasema anangoja wakati.
Lazima tu Mungu anajua, anangojea. Bwana, huwezi sema umeshinda na hujakimbia. Wewe ukisema umeshinda na uko peke yako unazunguka uwanja, wewe ni wazimu. Uko tu peke yako. Mimi ndio namba 1. Na hakuna mtu anakufanya. Wewe watu una waste time. Jina la Bwana litukuzwe. So ninatamani ya kwamba mwaka huu unapomaliza, kuna mtu anamalizia silaha zake ya kumalizia. Baba amesema haitafaulu. Job amesema haitafaulu. Yeye afanye venye anataka. Yeye aongee venye anataka. Yeye akushtaki venye anataka. Lakini anasema mwishowe haitafaulu. Na anasema mimi ni Mungu nimesema. Yaani anasema anajua yeye ndio Mungu. Na akisema amesema. Jina la Bwana litukuzwe. Hata niseme nitakumaliza na Mungu amesema hutaisha. I'm wasting my time. Nikisema kazi yako ishe na Mungu amesema haitaisha, I'm wasting my time. Jina la Bwana litukuzwe. Unajua sasa unaweza pango nenda nyumbani na Mungu anasema acha akuje tuone kama atarudi Nairobi. Sio kuna watu wanatokanga nyumbani wakirudi Nairobi waliacha kazi vizuri tu na roho safi. Mpaka mdosi akampa off ya Christmas. Hawakupigana huko sana. Akirudi tu anaambiwa kazi imeisha. Sio kama mnaona hizo vitu ziko. Lakini mwanadamu husahau. That's why tuliomba jana Mungu akulinde na alinde kazi yako, alinde maisha yako. Amen. Ya kwamba unapojiandaa kuvuka mwaka kila kitu kiwe salama. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Kwa hivyo kila ambacho natamani Mungu akulinde nacho, akulinde maisha yako na afya yako. Amen. Hii miezi imebaki, Mungu alinde tu maisha na nini? Afya. Afya ni kitu cha maana kwa mwili wa mwanadamu. Na maisha ni kitu cha maana kwa maisha ya mwanadamu. Bila maisha na bila afya you are wasting. Jana tumeona venye watu wanateseka, lakini Mungu anawalinda. Na ndio leo natamani Mungu alinde tu afya yako. Amen. Mungu alinde maisha yako. Amen. I preserve. Amen. Ya kwamba hata ubaya ukija, mabaya yasikupate. Pita ndani utoke ukiwa mshindi. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Wacha hata afya yako ikitingishwa ni sawa. Lakini Bwana anakuponya. Ndio sababu alisema mimi ni Bwana ambaye ninaponya. Hajasema magonjwa isikuje. Ameacha tu ikuje. Na anangoja pia yeye amanifest. Mungu anatakanga aonekane. Unajua ukiendesha gari ukiweka kando ya barabara hata iwe na makosa, traffic police haiwezi kuja kukuuliza. Haezi. Hata kama insurance imeisha na umeweka kando, hawezi. Lakini toa tu mali uliweka. Toa tu. Weka tu kwa barabara. Umeweka pala na kuona. Ukitoka tu hivi unaona kusomshia. Kwa nini hakukuja kuangalia kama umepaka huko? Kwa sababu anajua mali anakungojea. Lazima kungojea kwa barabara. Hata wewe kuna mahali unangojewa. Kuna mahali unangojewa. Ionekane ni nini uko nayo. Lakini naomba tu Mungu atakulinda. Amen. Jambo lingine ningependa Mungu atulindie ni familia zetu. Familia zetu na nyumba zetu. Our families and our homes. Mungu ailinde tu. Mungu aitakase na ifunike. Hawezi jua. Hawezi jua. Haja nisema ushuhuda ambao niambie. Nilifurahi sana, kumbe hata demon inajua mtu akiombea mtoto wake. Si ni kweli? Kumbe inafanya nini? Kumbe hata ukiomba wanajua chenye unaombea. Hata wewe saizi chenye unaombea, mapepo inajua kile unaombea. Hauwezi hepa. Unafikiranga wewe ni smart? Ufunge mlango weke kafuli. Panaingianga na kafuli yako hakuna kitu. Pepo haijui mlango, haijui ukuta. Zinulize inaingiaje? Kitu najua haijui. Wewe kuingia kwa mwili imekukatanga wapi inaingilia. Lakini inaingia tu. Na inakaa huko ndani. Unailisha, unaipea ugali, unaipea chai. Uliona kuna mtu anaona na kumbe sio yeye. Kwani mjaiona hapa? Mtu anakula ugali
Sijui kama anakula ugali, anakunywa chai, anakula kila kitu, lakini bado anasikia njaa. Ugali anakula vizuri, anamaliza ugali anasikia njaa, anachukua chai anasikia njaa, anakula aishi. Lakini kuna mtu huko yeye anakula ugali, sasa mimi pasa mimi nasikia tu njaa, nikikula sioni chakula, mwenyewe amekonda na ugali anakula mingi. Unajua saa zingine pia kwa ofisi na kaanga mpaka anauliza Mungu, kwani wewe ni Mungu wake? Yaani mtu utakotoa hapo ugali kilo 2 wewe unaweza maliza. Na mtu anamaliza chai thermos mzima inaisha, na usiku anaamuka anasikia njaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Adui anaweza kukutesa, na ndio sababu Mungu hulinda mtu. So tamani Mungu alinde tu familia yako. Tamani Mungu alinde nyumba yako. Hata hiyo nyumba unaikaa, kuna adui anaiwinda, kuna adui haitakii mazuri, lakini wacha Mungu akusaidie. Jina la Bwana litukuzwe. Jambo lingine ambalo tunasahau kulinda mwisho wa mwaka ni kulinda imani yetu. Guard your faith. The Bible says guard your faith. Saizi imani za watu zinatingishwa. Saizi imani za watu zinasumbuliwa. Saizi imani za watu zinatafutwa. Na kile utamwambia Bwana, nisaidie, linda imani yangu. That is the only thing you can guard. Adui anajua akishika imani yako aitingishe, amekumaliza. Jina la Bwana litukuzwe. Anajua akishika imani, na imani huwa na mipango ya mtu, destiny ya mtu. Wewe unajua next year kuna kitu natamani Mungu akufanyie, na unaamini ya kwamba Mungu akikuvukisha utafanya. Nini inachukuliwanga? Inachukuliwanga imani na yale mambo unatazamia, inachukuliwa yote. So pray God to protect your faith and your destiny. Faith and destiny ni vitu za maana sana. When God protects your faith and he protects your destiny, uta succeed. Unaanza kufaulu. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Na ndio ni hatari sana kama umefika mwezi huu na hujafikiria kitu chochote cha next year. Za jirani wewe, kuna kitu umefikiria next year ama ni kurudi uende kazi? Wewe uendelee tu kulipa. Unajua kuna mtu afikiri next year. That's why ni hatari sana. Mtu unaomba, unafunga, lakini haufikiri. Unajua saa hizi nafaa uanze kufikiria mwaka ujao. Wewe unajua unafaa kufikiria mwaka ujao. Wewe ile uzuri, ile unaweza fikiria uzuri sasa ni school fees ya watoto. Sio? Na zaidi ya hiyo. Unajua uzuri wetu sasa tunapoteleanga vitu. Sasa mzazi yote, Mungu nisaidie tu. School fees. School fees. Hata Christmas sikuli school fees. Hakuna kitu kingine nafikiria beyond hiyo. Na mpaka umepiga hesabu. Nikilipa mshahara mwezi huu, hii bora nilipe rent, hii na ile chama nitapewa na fix hapa. Yaani hakuna kitu kingine. Suulize mazako si pastor anakuambia tu kwenda, hakuna kitu nafikiria. Hakuna. Hakuna. Ni bora saa hizi unafikiria kwenda tu nyumbani. Kitu ya kwanza fare kwenda, fare kurudi. Na hiyo uchezangi nayo. Afadhali ngili 4 uweke kando za fare. Alafu nasema bora nirudi Nairobi. Sasa jirani, unajua wewe ni hauna akili kama ufikiri. Unajua Mungu hapendi watu wafikirie. Mungu anapenda watu wanafikiria.
Si ni kweli? Mungu anapenda. Mungu anapenda watu wanaofikiria. Wewe unaomba, wewe unafunga, lakini kufikiria hakuna. Very stupid. Una kitu. Sasa jirani, utoeko hiyo ujinga kidogo ipunguke tu. Uone je unaweza fikiria next year. Wewe tonge yako na race. Mkubaliane, ambia race hata jaribu, naweza kwambia hata wewe fikiria. Hakuna kitu nafikiria. Hata nikosukuma tuombe lakini hakuna. Hakuna. Huku ni empty. Bena anasemanga chief vumbi. Lekao. Basi inafaa kuomba ukifikiria. Omba ukifikiria next year. Wacha nisitaje majina sasa. Nianza kutaja hivi ikaniletea shida. Hawezi rusha viti. So mshapo hapa atashika. Hamtanigonga leo. Omba ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wewe what you are going to get to do next year. Already anayewinda maisha yako anajua. Na wewe hapo umekaa tu utaki kufikiria, there is a danger that I don't know. Saizi ni mbio tu. Saizi ushatafuta style ya nywele, nguo, kiatu. Hizo ziko ready. Hata ufikiria Januari ikifika next year nitafanya aje? Na kweli wanaume, tunanunua nguo za Christmas kweli. Unajua mimi sija nunua nguo ya Christmas tangu Christmas. Mimi kichwa ndo napelekanga inanyolewa tu, nywele inatolewa hivyo. Mzee kwetu tuseme kweli. Mwisho nunua nguo ya Christmas ni trouser tu kweli. Hata ya Christmas, hata jacket. Hata ukumbuke. Wewe bora umejiamshia t-shirt uko nayo. Hakuna. Watoto wananunuanga. Wao wananunua. Watoto na mama. Hapana. Mama ya watoto. Nguo ya Christmas. Nafanya niende saluni. Hizo ndo zinalia wapi? Na 25 tunakula nini? Na mesau chapata na kulanga kila siku. Unaona watu hawana akili. Mimi sisemi wewe uko na yako kamili. Sasa hata nikikuuliza Lida ni nini hujawahi kula? Umekula kila kitu. Kila kitu umekula. Sasa 25 ni nini kingine hujakula unataka ukule? Chapati hiyo siku. Linda imani yako, haja kupotelea kwa chakula my friend. Unajua kuna watu imani yao imepotea, wajapata pesa ya kushona nguo ya Christmas. Imani imeshuka. Maombi likatika. Tulikuwa tuende Christmas lakini naambiwa sasa nilikuwa nafikiria nitapata pesa. Ni kama hazitapatikana. Imani imeshuka. Imani kwa sababu uko home ushapanga tunakuja. Niliwaambia nilikuwa kwa gari siku nyingine. Ninasikia mwingine ile siku ninakuja naambia mama anitafutie miro na mrele. Akaambia wacha miro mira ino mrele. Yaani anasafiri lakini imani ni atafutiwe tu. Na tuko kwa gari. Alikuwa anaongea Kiluya ndio watu wasijua anaongea Kiluya. Anaitisha nini? Na mimi nasikia mpaka naanza kujichekelea.
Bwana Yesu asifiwe. Linda imani. Mimi nazungumzia linda imani. Linda nini? Imani. Ili ufike hatima yako. Next year kile ungetaka Mungu akufanyie. Secret tutakuwa nayo ni Mungu akusaidie ulinde imani. Amen. Imani ni kitu cha maana. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. As children of God, divine protection is our heritage. Ni haki yetu. Kumbe kulindwa na Mungu ni haki. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Kulindwa na Mungu ni nini? Ni haki. Na ndio sababu anasema katika huu mstari, mtu akikushtaki mahakamani utamshinda. Hilo ndilo fungu nililowapangia watumishi wangu. Kumbe kila mtu anayemtumikia Mungu kuna kitu Mungu anakupangia. Yes. Anasema hiyo ni fungo. Amen. Yaani hiyo haiwezi badilishwa, hiyo ni yako. Amen. Yaani hata mtu akifanya mabaya hata kushinda wewe. Amen. Amekupa fungu. He has given you a portion. Amen. Of victory. Amen. Changamoto inakuja, but Mungu amekupa fungu la ushindi. Amen. Mambo yanaweza haribika, lakini mwishowe unakuwa mshindi. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Akasema wewe mtumishi wangu, hiyo ndio fungu lako. Amen. Sasa shida ni moja. Wewe unamtumikia Mungu, kuna kitu unafanya ama umekaa ndee? Ni kuhubiriwa Sunday, kufinya kiti, kuhubiriwa makofi hata upigi, kukihubiriwa umeenda kuleta maono. Lakini hapa condition iko. Kumbe Mungu alindi kila mtu. Amesema wanaomtumikia tu. Secret ni wale watumishi wake. So long as kuna kitu nafanyia Mungu wako, amekutambua kuwa mtumishi wake. Na ndio amesema kumbe ukiwa mtumishi wake hata silaha itengenezwe. Yeye ni Mungu wako. Ule unamtumikia. Hata ruhusu adui akushinde. Na ndio sababu amekutengea fungu. Kumbe Mungu anatengea watu wanaomtumikia. Watu ambao wanamwabudu. Watu ambao wanamuelewa. Ukiona anamaliza anasema, ukisoma maandiko anafikanga mahali anakuwa particular. Unajua hata sasa hizi naweza sema mbarikiweni wote, lakini kuna mtu Mungu anaangalia hata ukisema huyo abarikiwe, kuna tatizo mahali. Hii ni muhuni. Kwa nini unafikiranga wahuni hawako kanisani? Hata tu nyinyi wahubiria hapa kuna muhuni tu. So nitangangana bariki yeye, Mungu bariki bariki bariki. Kinachoshikilia baraka Mungu ondoa nani? Mwizi. Condition ni moja, ili Mungu akulinde hata vita zikuje, hata maadui wapange silaha kukumaliza, hata wakushitaki. Mungu anaangalia so long as unamtumikia, hata ruhusu ushindwe. Hata ruhusu ulemewe. Hata ruhusu adui akae juu yako. Amesema ushindi ni wako. So when you serve God, just know victory is yours. Unapomtumikia Bwana jua ushindi ni wako. Hata vita ikuje jua ninashinda. Hata maadui wainuke jua ninashinda. Hata dhoruba ikupige jua unashinda. Amesema that is your portion. Hiyo ni sehemu lako, ni fungu lako. Yaani imetengenezwa ni yako. Ukitaka ushinde vita, anza kumfanyia tu Mungu kazi. Kuna vita zingine hautangangana. Utakuwa unafanya tu, na amesema hata wakuje yeye anakushindania. Hata wakuje yeye anakupigania. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Amesema watumishi wangu. Sijui kama nazungumzia watumishi wa Mungu. Watumishi. Chekele yako jirani, mzijirani mwaka huu umefanyia kwa nini? Tumefika Disemba. Umefanyia nini Mungu? Sasa Mungu anataka watumishi wake. Yeye anataka watumishi wake wapiganie. Anataka alinde watumishi wake. Wewe umekaa kitako kuanzia Januari mpaka leo.
Tangu kuja hapa hata ufunguangi mdomo. Tuliokoka sana, utake mambo mingi. Hata kusema tu ninajua Yesu anaokoa. Kanisa ina fitina. Ukiongea. Na mimi sitaki maneno na watu. Ati vile nimetoka kwa nyumba, wacha tu nirudi kwa nyumba sina maneno. My friend. Wewe kama utaki uongelewe, mimi sijui dunia hii kama kuna kitu iongelewangi. Mimi sijui kama hata maiti anaongelelewanga. Kwanza amekufa na anasengenywa. Wao jaona maiti wako pale na anasengenywa. Wako kwa mkutano wa mazishi na wanamsengenya. Ni maana mnafikiria hapo. Ushaikao ufikirie. Ako mochari. Na kuna mtu anamuonea wivu. Kwani mimi nakusaidia uelewe ni Mungu analinda. Maiti yako mochari ndani ya fridge, haezi inua mkono, lakini kuna mtu tu anatembea na anamuonea wivu. Sasa wewe ni nani? Kama maiti anaonewa wivu, wewe ni nani? Niliona mwingine leo anaenda Ujaluoni. Wanaingisha kwa gari na ikata. Wanaweka chini, gari na guruma. Bwana ambia jana upende usipende kuna adui. Na ndio Mungu anasema kazi yake ni ya kulinde tu. Kama maiti yako na adui, maiti ananuka. Na ako na nani? Na adui. Uliza jirani wewe ni nani? Sasa wewe na maiti nini ya maana kwako? Maiti hata huko kwa moja ndani, hata nguo peke yake hajavalishwa. Lakini anaonewa wivu. Na ana kitu. Haezi kula. Yuko huko. Unasikia mwingine, walijifanya. Tuone kama watafaulu. Tuone kama watapeleka nyumbani. Wewe angalia watu kama hawa, my friend. Ndio nakusaidia. Linda nini? Wacha stories zingine. Mungu akupiganie tu wewe. Usipoteze imani. Jina la Bwana litukuzwe. Usipoteze nini? Imani. Kila anasema hakuna silaha itaundwa juu yako. Kile Mungu amekudhibitishia. Hata itengenezwe aje. Wacha watengeneze, lakini ikifika ikudhuru, anasema haitafanya kitu. Ikifika tu haitafanya kitu. Ndio jirani si sawa hapa. Nilisema hivi yote mimi niko sawa. Naongea mambo mbili, tunaomba tunaenda. Mpaka tumalize 25. Tutamalizia huko. Turudi tarehe 4. Hata mimi nataka kwenda Christmas. Disemba ni Yesu anazaliwa. Yesu akizaliwa kuna kutoa mapepo. Yesu akizaliwa nisikie unanirushia kiti. Leo tumesema kuna kuanguka hapa. Jina la Bwana litukuzwe. Linda nini? Imani. Kila nakusaidia linda imani. Mtu limba ndiko wadogo. Linda moyo wako. Liko vyote ulindavyo. Kesha sana ukiomba. Linda moyo wako. Alafu tunafika mahali tunaangalia mtu ameshuka nywele vizuri, tunasema wengine walinda manywele. Sasa naangalia kiatu mtu ametanguma, wengine walinda na viatu. Ana nguo nzuri kukuliko. Naambia tupigane makofi. Na kumbe unachokora mtu.
Ulikuwa kwa fani hivyo kweli? Linda nini? Moyo. Jina la Bwana litukuzwe. Linda tu moyo na Mungu atakulinda. Amesema hata silaha. Umevuka miezi nyingi sana. Umevuka saizi miezi 11. Umebakisha masiku chache. Linda hiyo imani. Wacha Mungu akulinde. Wacha Mungu akuzingire. Umevuka magonjwa mengi. Mwaka umeanza, haujawahi jipata Kenyatta. Haujawahi jipata umewekewa drips. Haujajipata sindano 60 kwa mwili. Hata wametuongezea, tulikuwa na Panadol extra. Ingine inaitwa nini? Panadol nyingine imeongezwa. Advance. Wamekuongezea advance. Lakini wewe Panadol hiyo nyingine hujameza, extra hujameza, advance wanakubembelezea. Angalau umeze. Lakini Mungu anasema watengeneze tu. Mbona usimtumainie Mungu? Siache Mungu akupiganie. Mahali umefika mwezi wa 11, wa 12 sio rahisi. Sio rahisi. Angalia kwa familia yenu sio rahisi. Angalia marafiki zako sio rahisi. Angalia pale umeishi mambo inafanyika sio rahisi. Tembea town uone vituko sio rahisi. Ni kwa sababu Mungu anakulinda tu akikuficha. Unatembea hujui hatari iko wapi, anakuzingira tu. Unatembea hujui mitego iko wapi, anakuzingira tu. That's why nisema mimi hata hizi siku zimebaki hata mimi najiombea. Usinisumbue. Kuna watu mimi wameniendea kwa milima, hata mimi naomba. Sasa hizi sikubebi kwa maombi. Na sikushikilia. Hata wewe jishikilie. Mimi kuna watu labda napambana next year hiyo huduma ianguke. Mimi sijui kile wananipangia. Alafu nyinyi wote 100 niwashikilie nani na mimi? What unishikilia after Christmas? After Christmas. Saizi hata sidhani kama kuna mtu anaweza nikumbuka. Saizi. Hati pastor kumbuka, Mungu kumbuka pastor wetu mzuri. Na mwingine anauliza hiki kijamaa kitazimia wapi Christmas? Kama ni watu wanatamani nikufe haraka ni mimi. Hii kanisa imesumbua watu wanataka nikufe haraka. Na niwaambia mimi sikufi kabla Yesu akuje. Amen. Nitauliza Yesu kipenda nisikufe, ukiona nimekaribia, shuka haraka unichukue. Mimi niende tu. Asiendi. Naenda wapi? Nikuache kule kuku kwa matangango. Nichakie nani? Usijaribu kuchanga suti nikikufa. Mzee tu kama hujanipea suti nikiwa hai nikihubiri. Usijaribu kuchanga. Nitafunga njia za pesa. Judy alipata kiboko jana Jumapili. Judy alipewa kiboko. Endelea kuponya uchungu. Na nikasikia kumbe Mungu huongeanga. Unaona Judy anacheka peke yake. Kila aliona Jumapili. Nikisha toka BAT. Tena Mungu alisaidia nikae tu hapa. Naongee. Hata mama Sembu ulikuwa hapo ukasikia. Tulirudi na wewe. Sasa mwenye alinyoroshwa ashughulike. Kwanza wewe ni kama nikikufa unaweza piga nduru mingi sana. So kitambo upige hizo nduru. Uko umenishughulikia. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Nataka tuende katika kuomba. Kuna mambo manne tunapaswa kuomba. Naomba tuinuke. Kuna mambo manne